Baraza la wanazuoni wa dini ya Kiislamu mkoa wa Mwanza wamelaani matamko ya baadhi ya viongozi wa dini pamoja na viongozi wa vyama pinzani yaliyochochea maandamano Oktoba 29 mwaka huu, huku wakisisitiza kuwa hayakulenga kudai haki na badala yake yameleta ukosefu wa amani nchini. Wanazuoni wamesema haya wakati wa ibada maalum ya Kiislamu ya kuchinja sambamba na dua maalum ya kuliombea taifa la Tanzania. Aidha, mwakilishi wa baraza la wanazuoni mkoa wa Mwanza anaunga mkono tamko kutoka makao makuu BAKWATA ya kuhamasisha amani pamoja na kupokea mkono wa maridhiano sambamba na tume ya uchunguzi wa machafuko ya kisiasa iliyotokea kipindi cha uchaguzi. Kadhalika, Sheikh Ismail Kibande anawaasa waumini wa dini ya Kiislamu pamoja na vijana wote nchini kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani vinavyotarajiwa kufanyika siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 2025. Walipata shida na wengine wamefariki. Tunaunga mkono matamko ya viongozi wetu wote wa kitaifa kutoka BAKWATA makao makuu, BASUTA makao makuu, Hayatul Ulama makao makuu, wakiungana kwa pamoja katika kauli ya matamko yao kuwa haki itafutwe pakiwa na amani. Haki itafutwe pakiwa na amani. Isitafutwe haki kwa vurugu na uvunjifu wa amani. Ndugu Waislamu, mashehe na viongozi, tumalizie kwa kusema yafuatayo. Mosi, kwanza tunaiunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika uzinduzi wa bunge la 13. Tunaiunga mkono. Mbili, tunaupokea mkono wa maridhiano aliyounyosha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na tunawaomba Watanzania wote na hasa vijana nao wapokee mkono huo wa juhudi za kuleta maridhiano kwa yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba na siku chache mtawalia. Tunaipinga kwa nguvu zote kauli ya Chadema iliyotolewa na Mheshimiwa John Heche dhidi ya tume hii ya Mheshimiwa Rais, ikiongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu. Tumeshangazwa na kusikitishwa na kauli ya John Heche ya kutokuwa na imani na majaji hao wawili wastaafu, wakati John Heche na Tundu Lissu siku chache tu, miezi michache tu, walikuwa wakikimbilia huko kwa majaji kutafuta haki zao, na hata hivi sasa wako mahakamani wanatafuta haki zao. Iwaje leo majaji hao wasiaminike? Inakuwaje? Tumesikia kupitia vyombo vya habari mbalimbali vya kimtandao kwamba kuna vijana tena wanaazimia kufanya maandamano tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Tunaomba wafahamu vijana, sisi kama viongozi tunawanasihi, tunawashauri na kisha tunawaomba vijana wote Tanzania wasiingie katika mkumbo wa hayo yaliyoandaliwa. Waislamu ndo tunajua umuhimu wa amani. Tunafahamu umuhimu wa amani kwa mujibu wa kitabu chetu ambacho ni Qur'ani na hadithi ambayo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala ya Desemba 9 tuliepuke, swala la kile kinachoitwa maandamano tukiepuke. Nadhani waraka au tamko limeeleza vizuri sana kwamba unahamasishwa kwamba unatetea haki yako. Wewe una haki gani ambayo unaitetea katika sura ya namna hii? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.